Teknolojia inasaidia kuharakisha utoaji wa huduma kwa umma, kuongeza ufanisi wa kiutendaji, kudhibiti mapato, kupunguza gharama za uendeshaji na kuimarisha uwazi. Hivyo ni jukumu letu sote kuhakikisha tunaitumia teknolojia ipasavyo. Tuzingatie kwamba uchumi wetu unategemea sana sekta ya huduma, na njia pekee ya kuimarisha huduma ni matumizi ya teknolojia. Hivyo ni wajibu wetu kujifunza kwa kuangalia mbinu mbalimbali zinazotumiwa na wenzetu wa nchi ambazo uchumi wake unategemea zaidi sekta ya huduma, na kutoa mawazo jinsi ya kuboresha teknolojia hapa nchini, hususan panapotokea changamoto. Kwa upande wa mwongozo wa matumizi ya akili mnemba, yani artificial intelligence, utahakikisha matumizi ya akili mnemba yanakuwa nyenzo ya kuongeza tija na ubora wa utoaji wa huduma kwa wananchi, kulinda maslahi ya taifa, kuzingatia usalama wa taarifa, maadili, uwajibikaji na ufanisi wa utoaji huduma. Suala la kutumia mifumo si suala la hiari, ni suala la lazima kwa serikali. Kwa hiyo nitoe agizo, Mheshimiwa Waziri, kwa kupitia mkurugenzi wa idara hii ya IGAS, taasisi yoyote ambayo inaleta shida katika kutumia mitandao hii ama katika kutumia mifumo hii, naomba hiyo ripoti iwasilishwe ofisini kwangu kwa hatua za haraka. Na niwaambie wazi kabisa, serikali tulipoamua kuanzisha jambo hili tulitafakari sana. Kwa hiyo yoyote ambaye atashindwa kuchukua hatua za haraka kutumia mifumo hii, huyo mtu hataweza kufanya kazi katika serikali hii, na niseme wazi, huyo kwa serikali hii ya Daktari Hussein Mwinyi atakuwa hatofai na hatutaenda naye. Kwa hiyo nieleze tu kabisa, yale maeneo yote kurugenzi, najua kazi kubwa ambayo wanaifanya, lakini changamoto ambazo zinapitia zile taarifa naomba tusipate, na sasa ni muda wa kuchukua hatua na sio muda wa kubembelezana tena. Kazi hii tunaifanya kwa maslahi ya nchi yetu na si kwa maslahi ya mtu binafsi. Serikali kwa ujumla, hatuwezi tukakamilisha ajenda ya mpango wa mageuzi ya kidijitali wizara kama wizara ama IGAS kama IGAS. Ni lazima tupate buy-in ya kila mtu ambaye yupo hapa ili kuweza kufanikisha malengo ambayo tumeyakusudia. Na katika kipindi kifupi sana ambapo wizara hii imekuwa ikifanya kazi, tumeshaanza kuona mabadiliko ambayo yanafanyika katika mataasisi yetu, ikiwemo swala zima la kuboresha mifumo, kuwekeza katika miundombinu, lakini kuhakikisha kwamba tunaleta ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika serikali. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba serikali inakwenda pamoja katika kuhakikisha kwamba jitihada kubwa inafanyika kwa serikali nzima, ili kuhakikisha sasa kwamba mifumo ya serikali yote inaweza kusomana, inabadilishana taarifa. Lakini tukitokea hapo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na dirisha moja la utoaji wa huduma za serikali. Hii itasaidia sana kwamba mwananchi atakuwa hana haja ya kukumbuka kila taasisi ambayo inatoa huduma sehemu gani. Itakuwa ni sehemu moja, huduma zote ambazo zinapatikana kwa pamoja. Na wenzetu baadhi ya nchi wameshafanya jambo kama hili na limefanikiwa sana kabisa. Na sasa imeonekana kwamba ni wakati mwafaka kwa Zanzibar, na wao sasa kwa Zanzibar serikali yetu iwe na dirisha moja ambalo linakutoa huduma